Mtazamaji, hii ni Amasha Online TV, na kama unaungana nasi kwa mara ya kwanza usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho nimekuwekea hewani. Mimi ni Maretini Mhina. Katika kuhakikisha vijana wanaimarika kiuchumi, wafanyabiashara wameombwa kuwekeza katika mji wa Korogwe ambao jiografia yake ni rafiki kwa sekta hiyo, ili waweze kuchechemua uchumi wa kundi hilo ambalo ni nguvu kazi ya taifa. Ombi hilo limetolewa mjini Korogwe Machi 5, 2026 na mwenyekiti wa halmashauri ya mji Korogwe Ali Sadiki Mkwavingwa alipokuwa kwenye hafla ya futari iliyowakutanisha wadau wa biashara wa mji huo, huku mkuu wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema akiitaka jamii kukubali mabadiliko. Mji wetu wa Korogwe una vijana wengi, lakini wengi hawana sehemu za kwenda kujitafutia riziki. Ni wachache ambao wanatoka kwenye hatua moja ya ujasiriamali wanasogea hivyo hivyo, lakini wengi, kundi kubwa, kipita nje ya mji wetu wako maskani. Kwa sababu gani? Wakati mwingine eneo letu halina uwekezaji mkubwa wa viwanda wakati mwingine. Kwa hiyo na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wafanyabiashara wengine ambao mko hapa, basi tuige uzalendo wa mzee wetu Haji Mambo. Tuwekeze nyumbani ili vijana wetu ambao hawana sehemu za kwenda kujifanyia shughuli za kujipatia riziki basi wapate sehemu za kujipatia riziki. Hatukatazi kwenda kuwekeza sehemu nyingine ya nchi yetu, lakini mwamba ngoma huvutia kwake. Sababu tunapowekeza nyumbani pia mzunguko wa kiuchumi kwenye eneo letu unakuwa. Bibi na babu zetu watakuwa wanapata riziki na wao zinawasaidia kuendesha maisha yao. Kwa hiyo tumie nafasi hii kumikumbusha na kumiomba sana wawekezaji wa ndani kwamba tuendelee kuwekeza ndani kwenye halmashauri yetu, kwenye wilaya yetu ya Korogwe, ili vijana wetu waweze kupata sehemu ya kuja kujitafutia riziki. Tuende na mabadiliko. Najua kitu kizuri huwa kinakuwa na mvuto na kinaleta biashara. Kwa hiyo kwa nafasi yako mwenyekiti na madiwani wa hapa mjini na wadau wote, tushikamane tuupangilie huu mji. Umekaa very strategic. Kwa hiyo sisi tulioko hapa tuna wajibu wa kuibrand Korogwe yetu. Kwa hivyo tujitahidi Korogwe yetu tunapotaka kuinyanyua, pia na sisi wakazi ambao tumo Korogwe tuifanye Korogwe iwe safi. Italeta mvuto, hata wale ambao ni wageni wakiona Korogwe yetu watavutiwa na mji wetu ukiwa msafi. Aidha, mmoja wa washiriki wa hafla hiyo, meneja wa benki ya NMB tawi la Korogwe Bwana Frank Kilasi, ameshauri kuona namna ya kutumia fursa ya barabara kuu inayopita katikati ya mji huu na kuupangilia vizuri ili uweze kuvutia wawekezaji. Sasa kipekee sisi tuko highway na ndio fursa kubwa tulionayo ya kwanza, fursa tunayo ya kijiografia kwamba sisi tuko highway. Uchumi mkubwa sana huko kwenye hii barabara, kutokea Dar es Salaam kwenda Arusha mpaka kwenda nchi jirani. Kwa hiyo tuone namna ambayo tunaweza tukaitumia hii fursa. Wenzetu wengine wametuwekea vituo vya mafuta, kama hivi mzee Haji Mambo ametuwekea hoteli na vitu vingine, lakini bado tunayo nafasi ya kuendelea kuitumia fursa ya barabara hii, ikiwa ni pamoja na biashara ndogo ndogo kama zikipangiliwa vizuri, wapita njia wakipita tunapata zile pesa zao zinakudondokea hapa. Lakini hili pia linaweza likafanyika kwa kuwa na mpango mzuri wa uso wa hii barabara, lakini bado hatujakuwa na mpango mzuri wa mji wetu hapa usoni unaoweza kumfanya mtu ambaye hajawahi kusikia kuhusu Korogwe akipita hapa asimamishe gari yake na kupata huduma. Vitu havionekani. Biashara nzuri zipo lakini hazionekani kwa sababu hatuna mpango mzuri. Kwa hiyo tunapokwenda in future tujipange kuhusu hili. Muonekano wa hasa hapa mbele paweje. Miji mingine wameshaanza wanapanga mbele, maduka yanakuwa na muonekano ambao sio huyu anaangalia huku, huyu anaangalia huku, kila mtu anajenga duka lake pale anapotaka. Hapana. Kutoka mjini Korogwe, mimi ni Maretini Mhina.